Na bwana mtazamaji wa Bigane TV, niko na Wile hapa. Kabla kuingia kwenye dabi yenyewe ambayo inasubiriwa, basi tuzungumze wamejiandaje wana Simba, pengine wanakwenda kukataa ule unyonge wa kupigwa mara 6 mfululizo. Inakuwa mara 5. Inakuwa 6 ukipigwa. Kwa nini umetanguliza kupigwa? Sasa si ndio unaenda kukataa kupigwa mara 6 mfululizo? Mungu wetu sote. Mungu wetu sote. Tulizungumza hata ile mara 5 ile, lakini ikatokea. Ilitokea kutokana na nikaongelea kwa kikosi. Unajua msimu huu Simba ambavyo tumekuja ni kikosi cha kocha. Unajua kocha alivyokuja msimu ule alikuta wachezaji, lundo la wachezaji wengi wameshasajiliwa, viongozi wameshafanya usajili, lakini viongozi wamefanya usajili, anayekuja kufundisha timu na kuweka mifumo yake ni kocha. Kwa hiyo kiufundi kwamba unakuta wachezaji wengi walikuwa waingie kwenye mifumo ya kocha. Kwa hiyo kwenye usajili, kama kocha akisajili yeye wachezaji wake, mnaweza mkamdai kwamba kwa nini tumekupa mahitaji yote, kwa nini tumefanya kila kitu alafu hatujaweza kwenda kuwini. Kwa mimi kwa upande wangu kwenye mechi zile pale ambazo tulikuwa tunafungwa, naweza nikasema tulikuwa tunakosea kwenye namna ya usajili, kwa sababu viongozi wanasajili wachezaji, lundo la wachezaji, alafu matumizi ya wachezaji anakuja kuyafanya kocha. Kwa hiyo wachezaji walikuwa hawawahi kuingia kwenye mifumo. Lakini pia hatukufanya vibaya, kwa sababu sisi Simba ambao kocha alikuta lundo la wachezaji ndio Simba ambao tumecheza fainali ya shirikisho, ndio Simba ambao kwenye ligi tumecheza fainali na Yanga. Tulikosa ubingwa kidogo kwa sababu tulipoteza mechi zote mbili na Young Africans. Lakini kama tungechukua hata alama 3 kwenye mechi moja, tungeweza kuwa mabingwa. Kwa hiyo hatukufeli sana. Kwa hiyo moja kwa moja unajua ubora wa kocha wetu ambaye alikikuta kikosi na lundo la wachezaji wengi, lakini tukaenda kufika kwenye hatua nzuri. Ilikuwa ni hatua mbaya kwa sababu hatukuchukua taji lolote, lakini tulienda tukacheza vizuri. Mimi kwa upande wangu, sababu unacheza fainali, ukishindwa fainali maana yake ni mshindi wa pili wewe. Kwa hiyo kwenye Afrika ina maana Simba kwenye shirikisho tulikuwa wa pili. Kwenye ligi pia hivyo hivyo, Yanga alikuwa bora, sisi tukawa wa pili kwa sababu tulicheza fainali. Kwa hiyo msimu huu nina matumaini makubwa kwa sababu kocha yeye ndo aliona kwamba mimi kuna mchezaji mmoja pengine labda beki nambari 3 ana delay sana na mipira. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu natakiwa nimweke beki ambaye yuko sharpness zaidi, ambaye anapandisha timu na kushusha. Ametuletea Mligo. Kwenye eneo la beki tulikuwa tunaruhusu magoli mengi sana kutokana na uzembe wa Chefondo Malone. Chefondo Malone alikuwa beki bora sana, lakini shida ni kuruhusu magoli. Timu inaweza ikaa ina mtaji wake wa magoli 2, lakini mechi haiishi bila kuruhusu goli. Unakuta beki nambari 5 ambaye Chefondo Malone aliondoka kama kapteni, alikuwa anaruhusu magoli mengi ya uzembe. Ametuletea Dolok. Ni mwenyewe kocha. Ukija kwenye namba 10 pale alikuwa anamwangalia Hawa ni namba 10 ambaye anahusika sana na namba, lakini Hawa alikuwa akichoka anatukaba. Kwa hiyo moja kwa moja ameona kwamba nataka nimletee Hawa mbadala wake. Akichoka Hawa, nani anaingia kwenye benchi? Alikuwa akiangalia kwenye benchi la ufundi amuone mtu yoyote. Kwa moja kwa moja akatutetea Neo Maema kwamba akichoka ataingia. Kwenye eneo zima la ushambuliaji tulikuwa tuna mshambuliaji ambaye alikuwa na kilo nyingi, alikuwa na kilo 900, Lionel Ateba Mbida, ambaye pengine alikuwa na kilo ngapi? Alikuwa na kilo 900. Kabla hatujamsajili leo mnakubali kwamba waliokuwa wanamuita wanasema bodyguard komando, leo mmekubaliana nao. Wakati ule kocha anamuona kutoka Sfaxien kule, alikuwa ni mchezaji ambaye hana kilo nyingi. Alivyosajiliwa Simba na pesa ambayo amepewa, akaja akanenepa kutokana na pesa ambazo Simba Sport Club wamempatia. Kwa moja kwa moja umeona msimu huu tumekuja pale kwenye eneo la mbele, tuna Mwalimu, pia tuna Soa. Nadhani Soa kumuongelea sana kwa sababu Soa tumemuona kwenye miezi 6 ambayo yuko Singida United. Na leo mechi hii anaikosa Soa. Mechi hii anaikosa, lakini unaona ni mchezaji wa namna gani. Lakini moja kwa moja pia tuna Mwalimu pale, tuna striker mrefu pia kuliko goli, Mkwara. Pia tuna wachezaji wengi ambao kwenye eneo la kiungo pale, mtu ambaye tulikuwa tunamtaka Alassane Conte ambaye ni mchezaji mzuri sana, usajili pia wa kocha. Pia tuna Nabi Kamara, pia ni mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo moja kwa moja msimu huu kiufundi ni usajili wa kocha. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu na matumaini makubwa sana kwa sababu kocha yeye ndo aliona maeneo ambayo yana mapungufu, ndio akaleta wanajeshi waje wakave zile nafasi za watu ambao wametoka. Japokuwa msimu huu tumeacha zaidi ya wachezaji 8, lakini maingizo ambao wamekuja tumeona ni wachezaji ambao walikuwa ni viongozi kwenye timu walizotoka. Kwa hiyo tumeweka watu imara. Simba tumebadili mfumo. Tulikuwa tuna mfumo wa Simba kuendeleza kwa vijana wadogo, lakini msimu huu tena tumebadilisha shape. Tumeleta wachezaji ambao wana high profile. Mchezaji ambaye Chani tumemwona Neo Maema Chani, tumemwona yule Alassane wazungu kule walikuwa wanamlilia wanavomuaga. Tumemwona Delok, ni mchezaji ambaye japokuwa alikuwa hapati namba, lakini tunajua ubora wa ligi ya South Africa huwezi kufananisha na ligi yetu. Kwa bado ni mchezaji mzuri sana. Tumemwona Nabi Kamara, mimi sijui hata ametoka nchi gani Nabi Kamara, naona tu amezuka. Tumemwona Mligo, sijui hata alikotokea Kamara. Sijui hata alikotokea. Naona tu ni mchezaji ambaye
kama malaika vile mtoa roho, anakuja tu kwa wakati mmoja, papo anachukua roho yako anaondoka. Kwa hiyo pia tumeona mchezaji kama Mligo, sijui hata timu gani alikuwa anachezea, lakini nimekuja kumuona kwenye Simba Day. Ni mchezaji ambaye nilikuwa namnongoneza mwenzangu, nikamwambia yule mtoto ni Mfaransa au ametoka Ureno, akamwambia ni mali ya kutoka hapa Tanzania. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, kutokana na usajili wa mwaka huu, kocha mwenyewe amehusika na matumizi ya wale wachezaji, ni yeye anajua akidelay fulani, anajua kwenye benchi la ufundi yuko nani nitamuinua, ataenda kufanya maajabu. Kwa hiyo japokuwa dabi imepoteza mvuto, tumefungwa mara 5 mfululizo leo, na kuhakikishia kabisa ni siku yetu. Kama Simba inaenda leo siku ya wana Simba ya kukataa uteja. Sasa basi mnakwenda kuskani. Tunaenda kusikani matokeo. Na baada ya mechi hapa, kuna timu zingine za kwanza zinatuma point. Haina haja kuja kucheza na Simba Sport Club kwa kitu ambacho nenda kuonyesha Benjamin Mkapa leo. Wakikutana na Simba tu wanawapatia point. Tunaenda labda kucheza na Tanzania Prison Mbeya, wanaambia msije, point 3 tumewatumia, msichoke wachezaji wetu. Kitu ambacho nenda kuonyesha kocha ameficha silaha. Leo ndo siku ya kwenda kufichua silaha zake kocha wetu Fadlu Rahman Davis. Leo kocha wa Yanga yule siacheki. Leo tunaenda kumtekenya. Cheki na wowote yule. Leo tunaenda kumtekenya. Atacheka. Atacheka. Dakika 90. Haona kina Mpanzo wanavyoteleza kama kambale. Wana program mazoezi ya kunywa juisi ya bamia. Wanateleza kama kambale. Leo nadhani utaenda kukiona kikosi cha Simba Sport Club na wanajeshi ambao msimu huu wanaenda kutetea mataji yote, na huko tunatakiwa tutume message. Hata tunavyoenda tarehe 20 kucheza na Gaborone United, tutume message. Inakuwa ni aibu sana Simba nafasi ya 4 inaenda kufungwa na timu ambayo hata kwenye 10 bora haipo. Haya yanakuwa ni maajabu sana sana sana. Hata CAF wenyewe pengine wanaweza wakaja wakatushangaa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nakwambia, sumu hata iki-expire haifai kwa matumizi ya mboga. Kama unataka kuifanya kwa sumu iki-expire haifai hata kwa matumizi ya mboga. Expire, lakini kazi inafanya. Kazi inafanya. Kwa hiyo leo wanaona kikosi hichi ni kile kile kwa sababu ya iki-expire, lakini sumu huwezi kuifanya kuwa matumizi ya mboga. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu na jeshi letu ambalo tumeanza nalo msimu huu linaenda kutuvucha. Tumeona wachezaji Simba Day, lakini leo ndio tunaenda kuona kikosi. Tunaenda kuona kwa nini Simba kule Misri kule hawakwenda kushangaza ile piramidi. Okay, sawa, mimi nikutakia kila la heri. Nakwambia usimalize maneno yote. Kwa hiyo niongee, niweke hatua. Acha akiba. Kuna maajabu ya mpira. Kama maajabu ya mpira yataenda kutokea kwa upande wa Simba. Sawa, kila la heri. Nakushukuru sana.